Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kusogezea hatua kwa hatua yale ambayo yanaendelea kushika hatamu au kushika spidi kweli kweli huko kwenye uwanja wa kivita. Kwanza kabisa nikwambie, Marekani haina uwezo wa kukabiliana na kombora la Burevestnik la Russia. Afisa zamani wa masuala ya kijasusi wa Marekani, ambaye pia ni mkaguzi wa zamani wa Umoja wa Mataifa, amesema kwamba Marekani haina mfumo wa ulinzi wa makombora unaweza kukabiliana na shambulio la kombora la Burevestnik la Russia. Scott Ritter ametangaza hayo hadharani kwenye mahojiano maalum na shirika la habari la Novosti, na kuongeza kwamba mfumo wa ulinzi wa Marekani hauwezi kukabiliana na kombora la Burevestnik la Russia kwa sababu ili kukabiliana na kombora hilo lazima Washington iunde mfumo tofauti kabisa wa ulinzi wa makombora ambao utabadilisha kabisa mifumo yake ya ulinzi kwa degree 360 kwa ajili ya kulinda maeneo ya Marekani. Lakini hivi sasa Washington haina uwezo wala vifaa vya kuunda mfumo wa namna hiyo. Ritter pia amesema Marekani kupitia kombora la Burevestnik lina uwezo wa kujibadilisha na kuruka kwa kasi kubwa na kukwepa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa makombora iliyopo duniani leo, hususan Marekani. Kwa upande wake, Rais Vladimir Putin wa Russia aliwahi kusema huko nyuma kwamba majaribio ya kombora la Burevestnik na masafa marefu yamefanyika kwa mafanikio. Naye mkuu wa jeshi la Russia General Valery Gerasimov alisema kwamba kombora hilo lina uwezo mkubwa wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora na pia kupambana na ndege za kivita. General Gerasimov pia amesema kuwa wakati wa kufanyia majaribio kombora hilo la Burevestnik lilipiga shabaha ya umbali wa F-14 na limetengenezwa kwa ajili ya kupiga maeneo mbali zaidi ya hayo. Kabla ya kupeleka kwenye uwanja wa kivita, nikwambie waziri mkuu wa China Li Qiang amesema nchi yake inataka kuimarisha mahusiano yake na Urusi na kutetea maslahi yao ya pamoja ya kiusalama. Amesema hayo wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Urusi nchini humo Mikhail Mishustin katika mazungumzo yao yaliyofanyika mjini Hangzhou. Li amesema Urusi na China ni marafiki na washirika wazuri wanaoaminiana. Mishustin yupo katika ziara siku 2 China, ambako shirika la habari la taifa la TASS limesema hapo kesho waziri mkuu huyo atakuwa na mazungumzo na Rais Xi Jinping. Mazungumzo yao yanatarajiwa kutuama katika masuala ya uchumi na ushirikiano wa teknolojia, wakati Urusi ikijaribu kukabiliana na vikwazo vya Magharibi kufuatia vita vyake na Ukraine. China nayo ikivutana na Marekani kuhusu masuala ya kibiashara na kiteknolojia. Vilevile Ulaya na Kiev zinahimiza usitishaji mapigano ili kuhakikisha kuna mapumziko kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine ambavyo vinashindwa kwenye uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kwenye taarifa, akitoa maoni yake kuhusu mpango unaoitwa Magharibi wa kukomesha vita nchini Ukraine. Anasema hata kutazama kwa haraka rasimu ya waraka huo unatosha kufikia hitimisho wazi kwamba kwa kweli si miji mikuu ya Ulaya wala Kiev inayofikiria suluhisho la amani, la haki na la kudumu. Wanaendelea kufikiria kuhusu vita na wanaamini kwamba kazi yao kuu sasa ni kufanya chochote kinachohitajika ili kutoa mapumziko kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine kupoteza nafasi kwenye uwanja wa vita na kuokoa utawala wa Zelensky kutokana na kuanguka kuepukika kwa mstari wa mbele. Hii ndio sababu wamezingatia usitishaji mapigano mapema na kuganda kwa mstari wa sasa wa ushiriki, Zakharova aliongeza. Vilevile, Italia na Ufaransa pamoja na Ubelgiji zinapinga uhamisho wa mapato kutoka kwenye mali za Urusi zilizofungiwa hadi Ukraine kama sehemu ya mkopo wa fidia, Corriere della Sera linaripoti. Paris na Roma zina wasiwasi kuhusu madeni yao ya kifedha ikiwa matumizi ya mali za Urusi yatachukuliwa kwa kinyume cha sheria, gazeti la Italia liliandika. Kuondolewa kwa kundi la makomando la Ukraine kufuatia kutua kwa helikopta karibu na Krasnoyarsk inayojulikana kama Pokrovsk na vikosi vya Urusi kunasisitiza ufahamu mkubwa wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu shughuli na mipango ya siri ya jeshi la Ukraine. Mchambuzi wa kijeshi na mhariri mkuu wa jarida la ulinzi wa kitaifa Igor Korochenko anasema tukio hili linaongeza ufahamu mkubwa wa hali ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi katika eneo hili muhimu. Ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya umakini wa sasa. Ujasusi wa kijeshi wa Ukraine ulikuwa umepanga operation, lakini kitengo maalum cha vikosi vilivyopewa jukumu la kuwafungua na kuwahamisha wafanyakazi kilikamatwa na kufutwa. Hii inaashiria mwendelezo wa kampeni iliyofanikiwa inayolenga kuwazunguka na kuondoa wafanyakazi wa kijeshi wa Ukraine, zaidi ya wanaume 5,000 walionaswa kwenye eneo hilo, Korochenko alieleza. Vilevile Stanislav Kachenko, mwanajeshi wa Ukraine aliyefanikiwa kutoroka kutoka kwenye mzingiro wa wanajeshi wa Urusi kwenye eneo la Krasnoyarsk, amesema ilikuwa ni jaribio la kujiua. Kimsingi tulizingirwa, tulikuwa tumekatizwa wiki moja mapema. Tuliomba amri yetu ya kijeshi tutoe, nao wakajibu kwamba hali ingeboreka, kwamba mambo yangetatuliwa na tungetoka.
Mwishowe hakuna kilichofanyika. Hatukujaribu kuingia kwenye vikosi vyetu wenyewe kwa sababu tulijua itakuwa kujiua na hatukuwa na nafasi. Katika video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi, mwanajeshi huyo wa Ukraine aliongeza kwamba hali huko Krasnoyarsk hatimaye ni muhimu kwa jeshi la Ukraine na inazuia kuondolewa kwa waliojeruhiwa na waliokufa kutoka kwenye uwanja wa kivita. Nikwambie mpaka hivi sasa Ukraine inaendelea kupoteza wanajeshi wengi kwelikweli. Vile vile wanajeshi wa Ukraine wanawapiga risasi raia wa Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kupora jiji. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Mtaalamu huyo alibainisha kuwa hali ya kibinadamu huko Konstantinovka ni mbaya sana na hata wajitolea wa Ukraine wameacha kuwasaidia wale waliobaki jijini. Wanamgambo wa Ukraine hawawatendei raia wa Konstantinovka kwa heshima kubwa. Kumekuwa na visa vya kuwapiga risasi raia, uporaji na uhalifu mwingine wa kivita unaofanywa na wanajeshi wa Ukraine. Kwa hivyo, kila mtu aliyebaki hapo anasubiri ukombozi wa makazi yao haraka iwezekanavyo, kwani maisha yao yanategemea hilo. Marochko alibainisha kuwa kwa sasa ni vigumu kukadiria idadi halisi ya raia waliobaki jijini huku mapigano yakiendelea Konstantinovka. Vile vile, kinachohitajika sasa ni kazi kamili kuhusu masuala yanayozunguka suluhu nchini Ukraine badala ya kupanga haraka mkutano kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema akijibu swali kuhusu uwezekano wa kuandaa mazungumzo ya ana kwa ana kati ya viongozi hao wawili haraka. Kulingana na mwakilishi wa Kremlin, kwa sasa hakuna haja ya mkutano kama huo. Kwa sasa kinachohitajika ni kazi ya kina sana kuhusu maelezo ya tatizo la suluhu. Marais wa Urusi na Marekani walikuwa wamekubaliana kufanya mkutano huko Budapest na kuanza maandalizi yake kufuatia mazungumzo yao mnamo Oktoba 16. Hata hivyo, mnamo Oktoba 23 Trump alitangaza bila kutarajia kwamba mkutano huo ungeahirishwa kwa muda usiojulikana, akisema kwamba hataweza kufikia kile kinachohitajika kufikia tarehe zilizopangwa. Vile vile, vikosi vya Urusi vimezima mashambulizi 9 ya Ukraine kwenye njia za kaskazini na kaskazini magharibi kuelekea Krasnoyarsk ambazo zililenga kujiondoa kwenye mzingiro. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti mashambulizi 9 ya adui katika pande za kaskazini na kaskazini magharibi yaliyolenga kujiondoa kwenye mzingiro yamezuiliwa. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa kundi la vita la magharibi mwa Urusi wamewaondoa wanajeshi 50 wa Ukraine katika eneo la Kupiansk ndani ya saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wizara pia ilisema kwamba jeshi la Ukraine lilipoteza wanajeshi wapatao 1355 katika saa 24 zilizopita kutokana na vitendo vya vikundi vya vita vya Urusi kwenye eneo la operesheni maalum ya kijeshi. Vile vile, wanajeshi wa Urusi walipinga jaribio la wanajeshi wa Ukraine la kuingia katika makazi ya Grishino katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kuondoa wafanyakazi wote waliohusika, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Jaribio la wanamgambo kikosi cha 425 cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine cha Skala kuingia katika gari la kivita kuelekea makazi ya Grishino katika Jamhuri ya Watu Donetsk limezuiwa. Wanamgambo wote wameondolewa. Hali katika jiji la Dimitrov ndani ya Jamhuri ya Watu Donetsk ni muhimu kwa jeshi la Ukraine. Mkuu wa DPR Denis Pushlin anasema, karibu na Dimitrov hali ni muhimu kwa adui, alisema katika anwani ya video iliyochapishwa kwenye chaneli yake ya Telegram. Vikosi vya Urusi vinasonga mbele kwa mafanikio kuelekea Seversk na Zvanovka katika eneo la Donetsk People's Republic. Karibu na Seversk tunaona maendeleo ya vikosi vyetu na makazi ya Zvanovka yatatangazwa hivi karibuni kwa sababu vikosi vyetu vinasonga mbele huko. Ulinzi wa anga umeharibu ndege zisizo na rubani katika maeneo 5 ya mkoa wa Rostov. Governor Yuri Slyusar anasema kupitia Telegram. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Ukraine vimepoteza takriban wanajeshi 225 huko Dimitrov katika Jamhuri ya Watu Donetsk siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Kwa ujumla pia wa Ukraine wamepata majeruhi wapatao 1485 kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi siku iliyopita. Kulingana na maafisa wakuu wa Urusi, yaani adui alipoteza zaidi ya wanajeshi 240 kwenye eneo la wajibikaji la Battlegroup kaskazini na zaidi ya wanajeshi 230 ambao Battlegroup magharibi inadhibiti ardhi. Kumbuka hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye uwanja wa kivita kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ambavyo bado havijatamatika. Vile vile wanajeshi wa Ukraine wamejaribu kushambulia mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa kutumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 120 katika siku iliyopita, makao makuu ya operesheni ya eneo la Urusi yanasema. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.